Bwana, mambo vipi? Karibu tena mpenzi mtazamaji katika movie yetu pendwa kabisa ya Chaos. Leo tunamuona Dogo Zungu akiwa na pressure sana. Kila mtu anamtazama yeye. Bosi akamuuliza, "Wewe vipi? Mbona tukuelewi?" Lakini Dogo Zungu anajingatangata tu. Bosi ikabidi amkalikie, "Sasa wewe vipi? Mbona unaletea mapepe nyumbani kwangu?" Ikabidi amtie na kibao kwanza kumtoa wenge. Ndipo Dogo akaanza kupiga makelele, "Moto! Moto!" Ndipo hapo mchizi wetu akaingia kule ndani kwenye moto. Mara ghafla baada ya kunyosha mikono tukaona kama kilichotokea. Chumba chote kikasafishika na moto wote ukazimika na chumba kikarudi kipya kabisa kama jinsi tunavyoona. Jamaa mwenyewe mpaka akawa anashangaa, hii inawezekanaje? Nimeingia huko jikoni nimekuta moto unawaka. Lakini sasa mbona kama naelekea kudata hivi. Wakati huo bosi na Zungu naye walikuwa wanaingia kule, lakini pia wakati huo jamaa ndipo kawa anakumbuka nyuma kidogo alishawahi kuchukua gari ya bosi wake alafu akaiboteza kama hivyo. Na ilikuwa ni bahati mbaya tu, lakini gari lilijitengeneza pale pale na likawa jipya kabisa. Akakumbuka akasema, Mwamba anakuja kushtuka, anashangaa yupo kwenye sehemu ambayo hata haieleweki. Yaani hata mwenyewe anashangaa nimefikaje huko. Mara ukatokea moshi mzito mweusi. Jamaa akawa anashangaa, nini? Akatokea mchizi mmoja ambaye kavaa kofia na vazi jeusi hivi anamwangalia, macho yake yanawaka namna hii. Jamaa akawa anashangaa, hizi ndoto nyingine hizi za mchana. Akawa anajingata, anajiuma na nini mradi tu aamke. Lakini ubaya ni kwamba haikuwa ni ndoto. Baada kuona kumbe sioti, ikabidi amuulize yule jamaa, unataka nini kutoka kwangu? Yule jamaa akabidi amjibu, kuna nguvu ndani ya mwili wako na hiyo nguvu haijatokea kama ajali, ni zawadi. Kisha akamwambia, umeona huyo jamaa unayemwita bosi sio mtu wa kawaida, na ndani ya mwili wake kuna roho ya mlinzi wa kale, na mlinzi huyo anaishi kwa sababu huyo jamaa anaishi, na anategemea moyo wa bosi wako kuhakikisha anapata uhai wake. Endapo moyo wa bosi wako utasimama na hautopiga, yani namaanisha kwamba bosi wako atakapofariki, basi na mlinzi huyo atapoteza maisha na kutakuwa hakuna ulinzi kwenye mji wenu, na viumbe sasa kama sisi tutakuwa tunasambaa tu kwenye mji wenu tunavyotaka, na hamna hata mmoja ambaye utaweza kumlinda, sio bosi wako, sio wazazi wako, sio marafiki zako. Kwa hiyo unachopaswa ufanye ni kuhakikisha bosi wako apotezi maisha. Jamaa anakuja kukurupuka, tunakuta vitu vyote vilikuwa vinaelea. Anashtuka, anashangaa, imekuaje? Anashangaa, anajiangalia mara mbili, kwa mimi nina nguvu. Akasema, hebu ngoja kwanza niangalie kama kilichoongeleka ni cha kweli. Ikabidi, kulikuwa na kamdoli pale kwenye TV, ikabidi aanze kufanya majaribio. Kweli bwana, mdoli unainuka. Jamaa akashangaa, bwana kumbe na power. Akaachia mdoli ukashuka, akasema yes, nguvu nimepata. Jamaa akawa na fly pale, sema kumbe mambo duniani hapo na sijui. Sasa leo bwana, asubuhi kumekucha, bosi kawakalisha vikao hapa, kakasirika kweli. Anaangalia vijana wake, akamwambia, unajua kwa nini nimewaita hapa? Nimewaita kwa sababu sijui mna matatizo gani kwenye vichwa vyenu. Yaani mambo ambayo mnanifanyia mimi mpaka mimi mwenyewe nashangaa. Mfano wewe ya boy, kuna siku nilikuwa nimekaa tu hapa na dada tunadiscuss, ukaleta upumbavu wako hapa. Aboy anataka jitetea, akamwambia, nyamaza mpumbavu nini? Kwani ulichokifanya bado uombe msamaha au unaanza kuongea tena unajitetea nini? Hebu nyamaza, afu sitaki lijirudie tena hili. Si unanielewa? Toka hapa. Toka. Akamfukuza. Aboy mwenyewe akainuka kwa huzuni, akaondoka. Mbona mwangalie kwanza. Akageuka, akamwambia, "Oya, wewe Zungu." Akaitikia mapepe kweli. Akamwambia, kuna siku nikakwambia unipikie mandazi mawili. Matokeo yake ukaunguza kuku, alafu ukasema jikoni kunaungua. Kusema kweli Zungu namtetea, jikoni ni kweli kulikuwa kunaungua kama ambavyo tulivyoona, lakini Aboy alikuja akazima moto ule. Ndipo Zungu akawa anajitetea, mimi sijaona chochote, mimi nashangaa tu ulikuwa moto unawaka, lakini dakika za mwisho nashangaa tu moto umezima. Bosi akamwambia, hivi unadhani hapa ni kupakuleta matani? Mara Aboy aje kuniambia gari limeharibika, mara linarudi zima, mara wewe naye unakuja kuniambia jikoni kunaungua na kuja kuangalia jiko ni zima. Mbona mnaletea mambo ya kipumbavu Sasa nafumba macho, nikifumbua nikikukuta umekaa hapo, akia Mungu na kuapia unakuwa mweusi. Pumbavu nini? Zungu kabidi akimbia bosi leo kawaka kweli. Akabaki dada pale. Akaitwa, dada, umepoteza vidonge vyangu vyenye gharama vyenye thamani vya zaidi ya $300. Na siwezi kumpigia bosi ambaye ndo bosi wangu, kwa sababu nikimpigia ataona mimi sipo serious na kazi na ataona kama nimefeli na ataondoa uaminifu kwangu. Kwa hiyo kitu ambacho ninachotakiwa kukifanya kwako sasa hivi, kwa vile umepoteza vidonge vyangu vyenye thamani ya $300, adhabu yako utafanya kazi hapa mwaka mzima
bila kulipwa chochote. Si unanielewa? Na hiyo ni adhabu ya kwanza. Adhabu ya pili, kwa kuwa umeniambia kwamba vidongo umevipoteza na sijui kwamba unaniongopea au la. Unanijua mimi ni Simba, na Simba anakuwaga hanaga masiala. Kwa hiyo kwenye hilo pia, kwa kuwa siamini, utakaa miaka 6 bila kulipwa chochote na hauna cha kunifanya. Na unanijua mimi tu vizuri. Kama utajaribu labda kukimbia au ukakataa kabisa kufanya kazi na mimi tena, najua familia yako ilipo, namjua dada yako Chioma alipo, namjua blaza yako Ebuka alipo, na najua kiasi gani unavyowapenda. Kwa hiyo ndugu yangu, unanijua mimi vizuri. Ukienda tofauti na makubaliano yangu, jamaa kabaki akamchola bosi, kaona bwana upo na sasa kama mtihani. Sasa familia yangu inahusikaje hapo? Jamaa kabaki na maswali 500 kichwani. Tunakuja huku chumbani tunamkuta dogo Zungu pamoja na Zungu analalamika kweli kweli. Yaani bosi, mimi nilimwambia muda ule jikoni kunaungua, lakini bosi haniamini. Kulikuwa kuna waka kweli. Yaani sielewi. Unajua, hebu ngoja kwanza. Muda ambao wewe unaingia kule, ukuona moto unawaka? Jamaa akamjibu hapana, sikuona moto. Kumbe aliuona na yeye ndo akauzima. Lakini Zungu ikabidi amuulize tena, hebu ngoja kwanza. Hivi wewe Aboy, hauna kweli hivi nguvu hivi labda uko wazima ule moto kimeujiza? Aboy akacheka akamwambia hamna bwana Zungu, hamna vitu kama hivyo. Zungu akazidi kupagawa, anaona bwana kweli naenda kudata sasa hivi. Aboy akaona usinichanganya, akasepa zake Zungu. Akabaki analialia tu pale. Sasa tunakuja huku mtaani kwa Maselamavi, tunamuona dada. Unajua bwana, dada ni mtu ambaye anapanga dili na hawa jamaa kwa ajili ya kuhakikisha anamuangusha bosi. Sasa dada tuliona tu pale alikolomewa tu. Mshikaji wake akawa anamwangalia, bosi hajakuumiza kutokana na ulichokifanya? Dada akaanza kuongopa pale, dada kanipiga mwanangu, kaniumiza kinomo. Anasema hajaniumiza, kaniumiza. Angalia kwanza. Kwa unamjua vizuri yule bosi wangu alipokuwa mieusho. Yaani hapo yenyewe kaniambia ati nifanye kwake kazi miaka 6 mwanangu bila kulipwa chochote. Miaka 6 bila kulipwa, unaona fair mwanangu? Alafu ananipa madawa yake yani nikamuuzie yani mwanangu, afu bila kulipwa chochote. Bosi mwanangu, unaona fair mwanangu? Yani gramu 200 mwanangu naziuza alafu sipati chochote. Afu bora hata sasa ingeishia tu hivyo. Kanirukia shingoni mwanangu, kanikaba kweli kweli. Watu ndo wakaja wakagombelezea pale. Ndo kidogo ndo nikaachiwa pale. Kwa miaka 6 mwanangu nafanya bila kulipwa. Angalia hata mwenyewe. Mieusho kinoma mwanangu. Akawa analalamika pale. Jamaa akabidi ampoze sasa, dada. Nipange basi mwanangu, nataka mimi nifanye nini? Niambie mchizi wangu, yani kwa ajili yako nataka mimi nikufanyie nini hapa sasa hivi? Dada ikabidi ajibu, sasa mwanangu sikia, mchongo upo hivi. Tumuue. Bosi akamjibu, siko tu kuwa ni kitu cha kawaida, ila sasa nataka wewe hapo niambie, wewe mimi utanipa nini? Yaani kiasi gani ambacho utanipa mimi nimuue yule bosi? Dada akamwambia, bosi mwanangu sikiliza nikupe mchongo. Yule bosi kuna siku nipo naye kwenye gari hivi, si unajua? Na kaeka mizigo yangu vizuri, nataka nimpeleke supermarket, akaeka simu yake chini. Mimi kuja kupiga jicho hivi, mwanangu nakuta hela kibao, mpungo umenona mwanangu. Milioni 400 kwenye akaunti yake ya benki rafiki yangu. Bosi akashtuka, unasema kweli? Dada akamjibu, ndio hivyo mwanangu, ila sasa sikia, dili litapotiki mimi nitakupa 40% mwanangu kwenye hizo pesa. Bosi akafurahi kweli kweli akisema, dada ndo mwanangu sasa, yani inabidi tupeane michongo yenye hela kama hiyo, au sio? Sasa sikia mwanangu, kesho asubuhi nitakucheki. Haya bwana, tunamuona bosi akiwa amechili zake anapanga zake hesabu. Mara dada naye anaingia mjengoni, akamuita kwanza, dada nilijua umenikimbia na muda huu hapa ndo nilikuwa namtraki baba yako, ila tuachane na hayo, njoo hapa, nenda kwenye friji kaniletee kinywaji kwanza chapu. Dada akatoka mpaka jikoni, kufika kule akafungua zake kabati lile, akatoa gasi, akatoa juisi ya matunda ile, akamimina pale fresh. Ila kumbuka na jambo lake ambalo kashalipanga na kesho asubuhi ndo wanataka walitimize pamoja na Obozi. Basi akachungulia kwanza na huko, akarudishia mlango vizuri, akatoa kimfuko cha lailoni. Sumu. Akamwekea pale kwenye glasi. Bwana huyu anaenda kuua. Nakumbuka yule bosi akifa, yule mlizi ndo yupo kwenye ule mwili wa bosi. Kwa hiyo bwana, sijui dunia itakuwaje yani. Hebu ngoja tuone. Jamaa akachanganya pale, akafunga kabati vizuri, karudishia, akabeba glasi yake pale, akachukia vizuri. Huyo bosi kapoa tu, hana hili wala lile. Mara Aboy akapita chap,
Wakati huo huo naye dada anakuja na glasi yake. Boy akaenda akachili kwenye makochi kule. Dada akaja akaweka glasi pale mezani kwa. Akatulia zake kwenye kochi anafurahi, anajua alichokitenda. Kwa anajua kabisa yes, jambo langu sasa linaenda kutiki. Inawezekana unizingue kama hivi. Bosi yupo busy tu na mitambo yake. Akachukua glasi lakini kipindi tu anaishika bwana boy akaona tukio zima, akajua kabisa ile glasi ina sumu. Ikabidi asogeze na vidole vyake vile bila hata kuigusa. Glasi ikadondoka chini ikapasuka. Bosi akaanza kumwakia dada, "Hivi dada, wewe una akili kweli? Yaani glasi unanitegeshia huko mshoni, njoo ufute hapa pumbavu nitakuzebua mimi." Ikabidi aende jikoni kuangalia mop ili aweze kufuta. Bosi akaja akachili kwenye kochi hapo. Akamwangalia, "Wewe hebu sogea kwanza huko, usinisogelee. Niachie kwanza nafasi kidogo." Bosi yupo busy lakini boy kama kuna kitu anataka kumwambia bosi, ikabidi tu amwambie, "Bwana bosi, huyu dada unapaswa kuwa naye makini. Mimi simuamini hata kidogo." We, bosi kawaka kelele kabla sija kuzabua makofi hapa. Wewe una akili kweli wewe? Yaani unasikia unachokiongea? Yaani mimi ndo nimekuajiri, alafu bado unaniambia nini cha kufanya kwenye nyumba yangu tena? Yaani dada ambaye nimemwajiri miaka 6 iliyopita na amekuwa akifanya kazi kwangu, wewe umekuja hapa una miezi miwili tu unaniambia ati niwe makini naye. Sasa sikia, naomba leo iwe mwanzo na mwisho kuniambia nini cha kufanya kwenye nyumba yangu. Aya, ondoka hapa, sitaki kukuona unanichefua mimi. Toka bwana, changamka. Na tena usisahau, wewe pamoja na dada nataka mvae vizuri, mnisindikize kuna sehemu nataka kwenda. Yaani sijui hata mna matatizo gani watu wa humu ndani. Basi Aboy akarudi zake ndani, anaumia na mbona kila kitu ninachomwambia bosi aniamini? Mimi nafanya hivyo kwa ajili ya maisha yake ujue. Akawa anakumbuka ule mzimu ulivyomwambia mlinde huyo. Akipoteza maisha huyo kila kitu kinaharibika. Jamaa anazidi kuumia kichwa. Basi muda ukasonga mbele, ikafika majira ya mchana. Zungu anakuja anaita, "Aboy, kwa nini hujala?" Anaangalia sebleni empty. Hakuna hata mtu. Akaingia zake chumbani, anakuja kuchungulia hivi empty, hakuna mtu. Zungu akaona yes, ina maana nyumba nzima nimebaki mimi mwenyewe. Hebu ngoja kwanza. Akaingia na chumbani kwa bosi, pia empty, hamna mtu. Akasema hewa, sasa hapa ni mimi tu mwenyewe, yani kujivinjari, kujiramba. Akawa anatamba, mkali muda wangu sasa wa kutamba. Akaenda kumpigia demu wake simu, "Angel mpenzi wangu, Angel. Kwanza napendelea kukupongeza kwa kunikataa, kwa sababu bila wewe kufanya hivyo, nisingefika hapa nilivyo. Kunikataa kwako kumenipa nguvu, sasa hivi nimekuwa wa moto sana mjini hapa. Nimekuwa wa moto, yani na pesa vibaya mno Angel. Na hapa napoongea na wewe nimechukua apartment mpya na nataka uje hapa mpenzi wangu." Angel akamwambia, "Nitakuja." "Utakuja?" "Kweli utakuja?" "Itafurahi sana kama utakuja mpenzi wangu." "Poa, na kutumia location hapo chapo." Kweli bwana, muda mfupi baadaye mlango ukagongwa. Zungu akaja akamfungulia Angel. "Wow, Angel mpenzi wangu." "Hi Angel mpenzi wangu." Lakini demu kapoa. Zungu anataka kumkumbatia demu, akamwambia, "Tafadhali." Basi Zungu akajikosha pale, "Bwana Angel, karibu kwenye mjengo wangu bwana." Angel akamuuliza, "Hii ni nyumba yako?" Zungu akajitamba, "Yaani unashangaa kaka apartment kadogo. Mimi na mjengo, yani mimi na hela Angel sasa hivi. Mimi hapa Dar sasa hivi wananijua ni wa moto sana. Na nyumba kila mahali sasa hivi, na nyumba Banana, Kariakoo, Mlandizi, Buguruni. Na kesho na mpango wa kununua nyumba Masaki tu. Kwa hiyo Angel wala usijali. Yani mimi sikufubazi tena. Njoo hapa ukae mpenzi wangu." Angel. Basi Zungu akawa anajimaliza tu kwenye mjengo wa bosi wake. Anamdanganya Angel wa watu pale. Angel naye kaingia kwenye mtego akizani kweli watoto wa kike nao. Basi Zungu anamwambia Angel, "Mwanzo kuna kupenda." Lakini huyo Angel mwenyewe sasa hataki hata kushikwa. Basi Zungu akajiongeza, "Mpenzi wangu Angel, kabla ya kufanya chochote naomba uagize kwanza kinywaji. Kinywaji gani unapendelea kunywa?" Angel akaagiza pale, "Mimi nataka soft drink tu." Basi Zungu bila kuchelewa ikabidi atoke na kwenda kumtengenezea mtoto kinywaji. Si ndo bosi anarudi bwana. Bosi anarudi lakini yupo chakali, kalewa kweli kweli yani. Yupo hoi, anayumba mzee, hatua moja mbele, hatua moja nyuma. Angel akawa anashangaa, "Unae vipi tena, mbona simuelewi?" Bosi akaenda akakaa pale pale alipokaa Angel. Ndo kugeuza macho hivi, anamuona mtoto wa kike sasa. Msichana mzuri kabisa huko anamshikashika. Sasa Angel akawa anashangaa, "Hebu niache huko. Wewe vipi, mbona sikuelewi?" Huyu Angel amjui vizuri huyu bosi, kitamlamba. Bosi akajifuta kwanza uso, akamwambia, "Unasemaje?"
Yaani kwenye nyumba yangu, alafu unajinyambulika kwenye nyumba yangu. Hivyo unajielewa kweli? Angel akamjibu, nyumba yako? Mimi nilijua ni nyumba ya Zungu na sio yako. Zungu? Yaani Zungu huyu mpishi wangu huyu unamlipa 3500 kwa mwezi ndo aseme nyumba yake hii. Ana uwezo wa kumiliki nyumba kama hii? Da, kwenye hili sikulaumu wewe kakangu, na mlaumu Zungu. Angel akatimka zake. Bosi akabaki pale anashangaa. Da, ina maana Zungu ndo kafikia kuingiza wanawake kwenye nyumba yangu. Wakati huo naye Zungu anarudi akiwa na glasi 2 za juisi. Sasa bosi wake si mweusi, na pale alivyotoka si alimwacha Angel. Saa ngapi asianze kumuita bosi wake Angel? Angel msichana mzuri kuliko wote duniani. Akawa pale anamwambia bosi wake vile. Sasa bosi akawa anamshangaa, udogo vipi? Siku hizi ana data Zungu akawa anaongea, anasema Angel siku hizi umekuwa chibonge, yani umekuwa na nyama kiukweli. Na kama ukinikubali mrembo, nitakutoa, nitakupeleka vacation, nitakupeleka kutembea, yani utaenjoy maisha kiufupi. Sasa Angel, hapa sebleni sio sehemu nzuri sana ya mimi na wewe kuongea. Ningependa tuondoke chumbani kidogo tukaongelee ndani. Au unasemaje mama mtu? Basi bosi wake akaanza kumzuga pale, kujifanya naye kama Angel, anasema wewe unachoenda kumfanya huko ndani kazi ya naye. Zungu na wasiwasi naye, inawezekana nati moja kweli ikawa imechomoka. Yaani akili zake inawezekana ikawa haziko sawa. Kwa ina maana kashindwa kabisa kutambua kwamba huyu ni bosi wake na sio Angel. Bosi kimoyo anasema wewe mpuuze, unachoenda kukufanya huko ndani. Akiamua ukitoka mzima sijui. Zungu naye anasherekea akijua kwamba bwana mtoto Angel kanikubali, naenda kukunyuga leo. Baada ya kuingia ndani bwana, zilisikika kipigo tu, ngumi na kelele humo ndani. Wakati huo bwana, dada na Aboy ndo wanarudi, wanaingia mjengoni, lakini dada anaonekana kuchoka sana. Na ndani bosi kashatoka kumpa kipondo mtu, katulia zake kwenye kochi anawasha TV. Kijana wangu mmerudi, karibuni. Nililewa sana ndo maana niliwaacha location. Aboy, inabidi uende dukani ukanunue katoni 3 za maji, maana kwenye friji maji yameisha kabisa. Basi Aboy ikabidi aondoke, lakini dada akamfuata bosi alipo. Bosi akamwambia dada, hivi unaweza kuamini nilichokikuta nilivyorudi hapa nyumbani? Eti Zungu kaingiza mwanamke kwenye nyumba yangu. Hivi unamuelewa? Sasa kipindi bosi anampa ombea huo, dada alikuwa na watu wake ambao kashawapanga tayari. Sasa ndo akamcheki hapa, oya tupo nje. Dada ikabidi achukue simu na kuanza kuwajibu freshi. Nyie kiamsheni tu. Bosi upo zake busy na TV tu. Hii sio Portugal. Portugal kuna Switzerland ndo wanacheza leo. Mara kuna ndinga inapaki nje ya mjengo hapa. Mbaya zaidi sasa, wakati huo Aboy naye anatoka anaenda dukani kununua maji kama alivyoagizwa na bosi. Nakumbuka Aboy pekee ndo ana uwezo wa kumlinda bosi na kaamrishwa amlinde kwa maisha yake yote. Watu wa kazi ndo hao hapa wanatimba mjengoni wakiwa wamevalia maski zao usoni, hawachekeshi baba. Wanaangalia huku na kule kuhakikisha usalama wao, huku akiendelea kusonga mbele, wanazama ndichi. Labda Aboy angekuwepo angefanya kitu hapa, lakini sasa ubaya Aboy hayupo kabisa katika hili eneo. Kaenda zake dukani na kitendo cha dakika 10 tu tukio lolote linaweza likatokea kwa sababu hawa jamaa wana silaha. Bosi anashtuka na shangaa, sauti, wote kaa chini. Wote piga chini na mtoe kila mlicho nacho. Bosi akiwa na mapepe kibao, jamani msinifanye chochote, chukueni kila kitu. Lakini jamaa akiangalia cha kuchukua akioni, akasema situtanie. Nipatie kila ulichukua nacho. Lete simu yako hiyo. Toa loki, nitakupiga risasi ya kichwa sasa hivi. Bosi kwa mapepe akiwa anatetemeka kweli, ikabidi atoe loki. Huku dada akiwa anazuga pale kama anaogopa vile. Akamkonyeza, unaondokaje mwanangu, muue bwana, mmalize kabisa huyo bosi. Bosi anatetemeka akaambiwa, samahani bwana, usalimiwe kuzimu. Akapigwa risasi ya kichwa. Sasa hili nilete muendelezo. Hakikisha una like, una comment na una follow account yetu ya Dolphin.